AFCON 2027 inakuja, lakini wewe usijenge nyumba kwa ajili ya AFCON. Ushauri wa kweli ambao hakuna anayekwambia. Na Xavier Mlonganile kutoka Mjenzi wa Nyumba TZ. Ndio mimi hapa. Ninaelewa furaha iliyopo sasa hivi. Habari za AFCON 2027 zinazungumzwa kila mahali, kwenye mitandao ya kijamii, kwenye mikutano ya biashara, kwenye baa na hata kwenye mabasi ya daradara. Kila mtu anasema kitu kimoja: Arusha itajaa wageni, tunahitaji kujenga haraka. Na mimi nakwambia ukweli leo, ninakuelewa. Lakini pia ninakwambia kitu ambacho wengi hawataki kukisikia. Usijenge nyumba kwa lengo kuu la AFCON, tukimaanisha African Cup of Nations. Kabla hujanipigia kelele, sikiliza mpaka mwisho, kisha ufanye maamuzi yako mwenyewe. Sababu ya kwanza, AFCON ni tukio la siku 30 tu. Hii ndiyo ukweli mgumu ambao watu hawataki kukabiliana nao. Hiyo haipingiki. Mashindano ya AFCON yanachukua siku 30, mwezi mmoja. Baada ya hapo, wageni wanaondoka, timu zinarudi nyumbani, waandishi wa habari wanapaki vifaa vyao, na wewe unabaki na jengo lako la kupangisha ambalo ulijenga kwa haraka na kwa gharama kubwa. Jiulize swali hili rahisi: baada ya siku hizo 30, nini kitafuata? Je, unajibu? Kama huna jibu la wazi, la kweli na la vitendo, basi uwekezaji wako una tatizo kubwa tangu mwanzo. Sababu ya pili, Arusha ina ushindani mkubwa sana. Watu wengi wanasahau kwamba Arusha si mji wa kawaida katika sekta ya utalii. Ni mojawapo ya miji inayojulikana zaidi Afrika Mashariki kwa utalii. Tayari kuna mahoteli makubwa yenye historia na majina yanayojulikana kimataifa. Tayari kuna Airbnb zilizo na mapicha mazuri, maoni mazuri ya wateja na nafasi nzuri kwenye mitandao ya kijamii. Wewe ambaye utajenga leo kwa sababu ya AFCON, utaingia kwenye ushindani na wakubwa hawa. Utakuwa na jengo jipya bila historia, bila maoni ya wateja, bila uzoefu wa kuhudumia wageni wa kimataifa. Swali ni hili: umejipanga vipi kushindana na hawa wakubwa baada ya AFCON kuisha? Sasa hilo jiulize, alafu majibu sinipe mimi, jibu mwenyewe. Sababu ya tatu, tatizo la ugavi mkubwa, oversupply. Hii ndiyo sehemu ambayo wachumi wanaita oversupply, na ni tatizo zito sana. Fikiria hivi: wewe si peke yako unaifikiria kujenga kwa ajili ya AFCON. Kuna mtu makumi ya maelfu wanaofikiria vivyo hivyo. Kila mmoja anaona fursa ile ile. Kila mmoja anaenda kujenga nyumba za kupangisha kwa siku kwa lengo la wageni wa AFCON. Baada ya AFCON kuisha, kutakuwa na majengo mengi sana ya kupangisha, lakini wageni watakuwa wameisha kwenda. Na unajua kitakachotokea sokoni? Bidhaa zinapozidi mahitaji, bei inashuka sana, na wewe mwekezaji utabeba hasara ambayo hukutegemea. Basi nini kifanyike? Hii ndiyo sehemu muhimu ya ujumbe huu. Sikuja kukukatisha tamaa, nilikuja kukuamsha akili. AFCON ni fursa nzuri, lakini inapaswa kutumiwa vizuri. Hapa kuna jinsi ya kufanya hivyo kwa akili. Kwanza, ondoa mtazamo wa AFCON kama lengo kuu la uwekezaji wako. Badala yake, tumia AFCON kama nyenzo za kusaidia kuanza haraka. Yaani, siku hizo 30 zinaweza kukupa mauzo ya haraka ambayo yanakusaidia kupata mtaji wa kuendesha jengo lako baadaye. Pili, jenga kwa kuzingatia matumizi ya muda mrefu. Fikiria studio apartments au nyumba ndogo ndogo ambazo zinaweza kubadilisha matumizi kirahisi. Leo kupangisha kwa siku, kesho kupangisha kwa mwezi, kesho kutwa kutumika kama ofisi ndogo au kupangishwa kwa familia. Tatu, angalia soko la ndani. Pia wageni wa kimataifa ni sehemu moja tu. Watanzania wanaosafiri kwa biashara, wanafunzi, wataalamu wa miradi mbalimbali, hawa wote pia ni wateja wa muda mrefu ambao hawategemei AFCON.
4. Hakikisha unajenga kwa gharama nafuu. Kama ujenzi wako una gharama kubwa sana, hata ukijaza jengo lako mwezi wote wa AFCON bado hutarudisha mtaji wako. Jenga vizuri, lakini kwa akili ya kibiashara. Hitimisho. AFCON ni tukio zuri, ni fursa ya Tanzania kujionyesha duniani na ndiyo inaweza kusaidia kupata wateja wa haraka. Lakini uwekezaji wa kweli hautegemei tukio la siku 30. Uwekezaji wa kweli unategemea mpango imara wa miaka 5, 10 na 20. Tumia AFCON kama daraja la kuingia kwenye soko la utalii na upangishaji, si kama mwisho wa safari yako. Kama unafanya hivyo, utashukuru maamuzi yako kwa miaka mingi ijayo. Mimi niliyokuweza kutuletea somo kutoka hapa Mjenzi wa Nyumba TZ, na hii elimu ndiyo ninayoitoa kila siku kwa sababu ninapenda watu mpate elimu, hasa wewe mwekezaji wa Tanzania. Mjenzi wa Nyumba TZ, huduma zetu za kitaalamu. Tunakusaidia kuanzia wazo la kichwani hadi unakabidhiwa funguo za nyumba yako. Uchoraji wa ramani za kisasa. Tunachora ramani za kisasa na za zamani, contemporary na classic, zinazozingatia matumizi bora ya nafasi, uingizaji wa hewa na mwanga wa asili, ujenzi kamili. Tunajenga nyumba yako kuanzia msingi hadi hatua ya mwisho kwa kutumia kwa uaminifu wa hali ya juu na viwango vya kimataifa. Finishing za kifahari. Tunafanya kazi za tiles, marumaru, rangi, skimming, gypsum board na urembo wa nje na ndani kwa viwango vya hali ya juu. Ufungaji wa mifumo ya maji. Tunaweka concrete gutter na mifumo ya waterproofing kuzuia nyumba kuvuja na kuharibiwa na maji. Ushauri wa kitaalamu. Kabla ya kuanza ujenzi wowote, tunakupa ushauri wa bure kwa kila ili kuhakikisha maamuzi yako ni sahihi tangu mwanzo. Wasiliana nasi leo kwa simu namba 07 12 93 70 90. WhatsApp ni namba 07 65 93 70 90. Barua pepe au email ni info@mjenziwanyumbatz.com. Pia unaweza kutembelea kwenye mtandao wetu mbalimbali kama website, blog, YouTube, Instagram, TikTok kwa jina moja tu la Mjenzi wa Nyumba TZ. Nyumba bora hujengwa na fundi bora. Mjenzi wa Nyumba TZ, tunajenga maisha, sio kuta tu. Asante sana kwa kusikiliza. Naomba uweze kushare, kulike, kucomment na kusubscribe account hii ya Mjenzi wa Nyumba TZ ili watu wengi zaidi wazidi kuendelea kujifunza zaidi na zaidi. Shukrani.